Katika jiji la Mwanza, sauti ya furaha ya kuzaliwa kwa mtoto imeanza kuchanganyika na hofu ya changamoto zinazowakumba wakina mama wanaojifungua watoto njiti. Katika kipindi cha miaka ya hivi karibuni, hospitali ya mkoa ya Sekou Touré na hospitali ya rufaa ya Bugando zimeshuhudia ongezeko la visa vya watoto kuzaliwa kabla ya wakati, yani majuma 36, hali inayozua maswali mengi kuhusu afya ya mama, mazingira na mifumo ya huduma za afya. Wito umetolewa kwa serikali kufanyika utafiti ili kubaini sababu za hali hiyo. Kwa majina naitwa Rosemary Kusekwa. Shida iliyonisababisha mtoto atoke premature, nilianza kutoka maji kabla. Nikawa nimefika hospitali pale Aga Khan kwa ajili ya uchunguzi, wakawa wamenipiga ultrasound. Wakasema kuwa maji yamepungua, kwa hiyo itakuwa ni changamoto kwa mtoto namna ya kucheza. Kwa hiyo wakashauri kuwa niendelee kukaa pale kwa ajili ya uangalizi. Baadaye nilikaa pale karibu wiki moja, wakawa wameniruhusu nikarudi nyumbani. Lakini baada ya siku 2 hali ikawa tofauti. Maji yakaendelea kutoka na nikahisi tumbo la chini linauma sana. Ndio nikawa nimefika hapa hospitali ya rufaa Sekou Touré. Wakanipima, wakasema kuwa njia imefunguka, kwa mtoto yupo tayari kutoka. Nikawa nimejifungua, alikuwa na miezi 6 na wiki 2. Hivyo ila kwa sasa ni ana miezi 6 na wiki 3. Changamoto ni kubwa, maana kwanza ni kitu ambacho unakutana nacho kigeni. Na mtoto mwenyewe huyu premature anatakiwa uangalizi mkubwa sana. Kwanza kuna dawa anazozitumia, ambazo hizo dawa anatakiwa, yani ukiwa unampatia unatakiwa wewe mwenyewe makini. Ukicheza kidogo tu inaweza ikampalia ikaingia kwenye mfumo wa upumuaji na inamletea changamoto pia naye. Na kingine ni kuhusu masuala ya unyonyeshaji. Na naambiwa inashauriwa kuwa ni kila baada ya masaa 3 mtoto apate maziwa, ama kila baada ya lisali moja kulingana na mchanganuo unayopewa. Unampatia maziwa kwenye mililita 30 kulingana na uzito wake alionao. Kwa hiyo mchanganuo wa kwanza inatakiwa niende na hesabu ile ya kila baada ya lisali moja nimpatie mililita 15, ama kila baada ya masaa 3 nimpatie mililita 30, ambazo hizo 30 kwake inakuwa changamoto kuzimaliza. Unaweza kumpatia baadaye akananilea katapika, ama asizimalize kabisa. Kwa majina naitwa Pascal John, ni patron wa hospitali, lakini kwa niaba ya mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Sekou Touré, ninashukuru sana kwa kuona umuhimu wa kuja kututembelea na kuweza kutupatia uelewa juu ya hii Kangaroo Mother Care. Kangaroo Mother Care imekuwa ikifanyika mara nyingi, lakini sasa mmekuja kuipa nguvu kwa sababu ni muhimu sana. Na pia Kangaroo Mother Care ni njia mojawapo ya kuwasaidia watoto njiti kuweza kupata joto ambalo ilitakiwa walipate kipindi wakiwa tumboni mwa mama zao, lakini kutokana na changamoto kadha wa kadha zimepelekea watoto wao kuzaliwa kabla ya muda wao. Kwa kipindi hiki ambacho tumekuwa tumeona kulikuwa na ongezeko kubwa sana la watoto njiti. Ninatamani sana na ninawaomba wadau mbalimbali na wataalamu mbalimbali kwa waweze kufanya tafiti na mwisho wa siku kutuletea majibu. Lengo ni kuweza kuondoa kama sio kupunguza kabisa, kwa sababu watoto njiti sio wote wanaweza kuwahudumia kama inavyotakikana, na hivyo kupelekea muda mwingine watoto hawa kuweza kupoteza maisha. Kwa majina naitwa Dr. Margaret Buranywa, ni mkuu wa idara ya watoto katika hospitali ya mkoa ya rufaa ya Sekou Touré. Watoto njiti, moja ya mahitaji yao ni kupata vibebeo ambavyo vitawasaidia wakina mama ambao wanatakiwa wakae na watoto muda wote katika vifua vyao. Kwa hiyo imekuwa kama hitaji kubwa sana kwa wamama hawa. Kwa hiyo tunawapongeza Babymo kwa kuona hili na kutatua hili hasa katika hospitali yetu. Takwimu zinazungumza vipi, labda kwa siku, kwa mwezi au kwa mwaka? Mnapokea watoto wangapi wanaozaliwa kabla, na pengine nini sababu? Watoto ambao tunawapata kwa mwezi, idadi kwa ujumla pasipo kuwagawa kwa makundi, waga wanafika 150 hadi 200. Ila pia wenye changamoto mbalimbali, lakini kundi kubwa la watoto njiti tunaweza tukapata watoto 70 mpaka 90 katika watoto wao. Kwa ni idadi kubwa kidogo. Na wakati wa kuchukua historia kwamba kitu gani kinasababisha kuzaliwa kwa watoto njiti, kikubwa kimekuwa kikionekana ni
maradhi mbalimbali ikiwemo pressure wakati wa ujauzito au maambukizi kupitia via vya uzazi wakati wa ujauzito. Lakini kama kiongozi alivyosema, tunatoa rai kwamba tafiti ziendelee kufanyika, tuangalie ni tatizo gani kubwa limetokea katika kipindi cha miaka ya karibuni ili tuweze kuchukua hatua za haraka kupunguza uzalishaji wa watoto ambao wanazaliwa kabla ya muda. Ni vipi sasa jamii inawezaje kuepukana na changamoto hii? Nafikiri ni kupitia pia kliniki za wamama za mapema. Kule ndo sehemu pekee ambayo tunaweza tukapata dalili za hatari, viashiria vya hatari au vidokezo vya hatari kwa wamama. Kwa hiyo kule ndo sehemu pekee ambayo tunategemea sana kwa upande wa huduma za afya. Ila pia tunatolewa elimu kupitia mitandao ya kijamii na kupitia vyombo vya habari kuhusiana na dalili za hatari ambazo zinatokea kina mama na kitu gani wafanye. Kwa hiyo kuepuka ni kutoa elimu pasipo kukoma kuhusiana na vidokezo vya hatari wakati wa ujauzito. Je, hivyo vidokezo ni vipi? Kama tunavyojua, ujauzito umegawanywa katika sehemu kuu tatu. Kuna trimester ya kwanza, trimester ya pili na pamoja na ya tatu. Kwa kuanzia trimester ya pili mpaka trimester ya tatu, mara nyingi wamama tunawashauri wanapoona dalili kama mtoto hachezi tumboni, wanapoona labda wanaanza kutoka damu katika sehemu zao za siri, labda wanaanza kutoka maji katika sehemu zao za siri, labda wanapata homa za mara kwa mara. Hivyo ni baadhi ya vidokezo vya hatari ambavyo wamama hawa tunawashauri wanapokuwa wanahudhuria kliniki wakiona wawahi hospitali kwa ajili ya matibabu. Kuna ongezeko kubwa sana la watoto njiti ukanda wa ziwa. Kwa tukaona kwamba solution yetu ni kitu ambacho kinasaidia sio kupunguza ongezeko bali ku make sure vifo kati ya hao ambao watakuwa njiti vinapungua kabisa. Na research tumefanya, clinical research tumefanya pale Temeke na Amana, na tuna majibu mazuri kabisa ya ongezeko la uzito kwa watoto njiti, upendo, bonding kati ya mama au baba na mtoto. Hiyo pia inasaidia sana. Kwa hiyo sisi kama Baby Moon tumefurahi kuwepo hapa na kukaribishwa kabisa vizuri kabisa, na tunakuahidi kwamba as long as tuko hapa tutasaidia kwenye hiyo research, hiyo tafiti ambayo kutaka kujua kwa nini kuna ongezeko kubwa kwa mtindo huo. Tuna resource, tuna team, tuna watu na support ya watu nyuma yetu kidogo kwa ajili ya ku make sure haya yote yanaenda vizuri. Kwa leo kama siku ya kusherehekea Kangaroo Mother Care duniani, tumeleta token kidogo ya vibebeo vyetu vya baby carriers kama zile unavyoona pale, ambao ni hands free. Mama anaweza beba akafanya shughuli zake akaendelea na mambo yake. Kwa tutafanya demonstration kidogo ya jinsi gani ya kufunga kirahisi, lakini pia ina 6 pressure points, ina wide straps ambazo zinasaidia bega mama asichoke sana, ili uzito wa mtoto unagawanywa huku kwenye mabega. Kwa majina naitwa Adventina Charles. Mimi nimefurahia kwa kweli kupata hiki kibebeo, kwa sababu mwanzoni nilikuwa napata shida kufunga, alafu ulikuwa ukishafunga ukilala unasikia kwenye fundo huku panauma, lakini sasa hivi kutokana na hivi vibebeo tulivyopata vitatusaidia hata ukilala unalala kwa uhuru, na hata ukitaka kufanya mambo yako mengine unafanya ukiwa na mtoto wako kifuani. Na mtoto wako na umri gani? Ana miezi 7. Na ulijifungua akiwa na alikuwa na kilo 1.6. Kila la heri. Asante. Kwa majina yangu naitwa Sister Dismas Gaspari Mauki, ni nurse manager idara ya watoto. Kwa wastani tunaweza tukapokea wagonjwa 30 mpaka 40 kwa mwezi. Na hawa watoto tunawakea sisi, sasa hapo inategemea tumepata mtoto ambaye ana kilo ngapi. Tunapokea watoto mpaka wenye gramu 800. Tuna hao wenye gramu 800, na wenye kilo 1.3.4 wanaingia kwanza ICU ya watoto, wanaendelea na dawa. Wakimaliza dawa zao na uzito ukiongezeka mpaka kipata kilo 1.3 mpaka 1.4, tunamweka eneo la kangaroo, ambapo kangaroo sasa
anakaa na mama muda wote, amemweka kifuani mwake akiwa anapata joto lake. Sababu zamani tulikuwa tunaruka hata siku moja tunaweza tukawa na mtoto mmoja, na siku nyingine inaruka kabisa, tunaweza tukawamaliza hata siku 3 hatujapata. Lakini sasa kwa sasa hakuna siku ambayo inapita hatujapokea mtoto ambaye ni njiti. Kwa kina mama, mimi ningeshauri kama wangepata elimu ya kuhudhuria kliniki tangu tu anapogundua kwamba ana ujauzito. Akihudhuria kliniki inaweza ikatupa maendeleo ya yule mtoto. Hata kama ikionekana atakuja kujifungua mtoto ambaye hajafikia, hana uzito wa kutosha, angalau huyu mama anakuwa ameshaandaliwa mazingira ajifungulie sehemu gani au usijifungulie hospitali gani, sababu akijifungulia kule dispensary, kumsafirisha yule mtoto njiti mpaka afike hapa, unakuta amepoteza joto. Sasa lile joto analolipoteza, watoto wengi wakifika hapa ana joto la chini, inakuwa ni shida. Mpaka tumtoe huko inakuwa ni shida. Lakini akiwahi huyo mtoto, huyo mama akijifungulia mazingira ambayo ni mazuri, yule mtoto tunaweza tukamsaidia kwa muda mfupi na akaendelea vizuri zaidi. Kwa majina naitwa Chiku Wilson Mabuba, ni muuguzi kiongozi katika kitengo cha watoto wachanga katika hospitali ya rufaa ya mkoa Seketule. Sisi kama wauguzi tumelipokea kwa kubwa sana katika kitengo chetu, na pia tunashukuru shirika la Baby Moon kwa kuona jambo hili kwa uzito kabisa, kwa sababu tunapokea watoto ambao wamezaliwa kabla ya muda na wenye uzito mdogo. Kwa hiyo mama zao tunakaa nao katika hospitali yetu wakiwa katika mazingira ya kukata tamaa, kuchoka. Kwa hiyo sisi kama wauguzi tunawajibika kwamba tunatakiwa kutoa elimu kwao jinsi ya kuwahudumia wale watoto, ukizingatia swala la usafi, lishe, namna ya kuwanyonyesha, na mama mwenyewe namna ya kutoa huduma anapokuwa na yule mtoto amemfunga kangaroo. Wapo ambao wanazembea, wanachelewa kwenda kliniki, na wengi wao wamekuwa wakienda kliniki vizuri tu, lakini ni changamoto zile za ujauzito zimempelekea yeye kupata mtoto njiti au kupata mtoto mwenye uzito mdogo. Kwa hiyo ukibaini matatizo ya mama kwamba alichelewa kwenda kliniki, inabidi umshauri kwamba anapopata ujauzito unaofuata au anapoamua kupanga uzazi mwingine, awai kituo cha afya, na mahudhurio ya mtoto huyu aliyenaye asiache atakapotoka hospitalini, aendelee mpaka atakapoambiwa sasa imetosha. Nadhani miaka 5 wanaacha kwenda kliniki, wanaendelea na matibabu ya kawaida kama mtoto atapata shida au changamoto yoyote. Kwa hiyo tumekuwa tukiwashauri, na tunapokuwa tunabaini hizo changamoto kwamba mama alichelewa au ni yeye afanya uzembe sehemu, unampa elimu, unamuelezea umuhimu wa hiyo kliniki ili iweze kumsaidia. Mara nyingine tena atakapoamua kupanga uzazi asizembee kwenye mahudhurio ya kliniki. Kutumia hizi njia zingine traditional, kanga, mataulo, blanket, inakuwa ngumu. Sasa pia kuna kazi zingine unakuwa uwezi kufanya, unakuwa kazi ni hiyo tu. Sasa kutumia kibebeo chetu unaweza ka practice kwa muda huo mrefu. Na pia kuna cases za mama inabidi ale upande mmoja, ale kuangalia juu, kwa sababu mtoto anaweza akaslide upande huu na huu. Kibebeo chetu mtoto anakaa kwenye M position kwa muda wote huo. Kwa hata ukilala kwa upande, ukalala kwa mgongo, kwa nini, bado mtoto anakuwa kwenye sehemu ile ile. Kwa hiyo ndio faida kati ya nyingi za kibebeo chetu. Kwa katika muda wa kuonyesha mnaweza mkaona vitu vingine zaidi, na mwenzangu yupo Ezra kwa ajili ya kunarrate